Basi ni lini unapaswa kumtembelea andrologisti? Kama unapata shida labda kupata mimba na mwenzi wako na unakumbana na ugumu fulani. Hiyo inamaanisha unakumbana na tatizo la utasa wa kiume. Hilo ni eneo moja ambapo unaweza kumtembelea andrologisti. Au kama kuna tatizo kwenye sehemu za siri, kama una wasiwasi kuhusu ukubwa wa uume, unaweza kwenda, au kama kuna phimosis au tatizo lolote, unaweza kumtembelea. Au inaweza kuwa paraphimosis ambayo ni hali ya dharura. Unaweza kumtembelea andrologisti. Na kuna hali nyingine inaitwa priapism ambapo kuna uume kusimama kwa muda mrefu zaidi ya saa 3 hadi 4 na huwa na maumivu makali. Hiyo pia ni dharura priapism. Au inaweza kuwa jeraha lolote kwenye sehemu za siri. Kama kuna jeraha kwenye uume au jeraha kwenye korodani, basi majeraha ya wakati wa tendo la ndoa yanaweza kutokea. Hii ni eneo lingine ambapo unaweza kumtembelea andrologisti. Masuala mengine ambayo watu wengi huwa nayo mara nyingi yanahusiana na masuala ya ngono. Kama unakumbana na changamoto kuhusu punyeto au unaamini baadhi ya imani potofu kuhusu punyeto, ili kupata ufafanuzi unaweza kumtembelea andrologisti wako. Au inaweza kuwa tatizo la kutokuwa na uwezo wa kusimamisha uume ambapo unapata shida kupata na kudumisha ereksi. Hilo ni eneo ambalo unaweza kumtembelea andrologisti. Au kama unapata kumaliza mapema sana wakati wa tendo la ndoa, tunaita hili kumwaga mapema au premature ejaculation, unaweza kutembelea andrologisti. Au kama hamu yako ya kufanya ngono inapungua, tunaita hili hypoactive sexual desire disorder au kupungua kwa hamu ya ngono. Hilo pia ni eneo ambalo unaweza kutafuta msaada. Au baadhi ya watu wanapata maumivu wakati wa kumwaga. Hili tunaliita odinoorgasmia. Kila unapomwaga unahisi maumivu fulani. Hilo pia ni eneo lingine ambalo unaweza kumtembelea andrologisti. Vinginevyo, kama unakumbana na matatizo ya upungufu wa homoni ya testosterone ambayo ni homoni ya kiume. Kama unapata dalili za upungufu kama uchovu na huwezi kufanya kazi zako za kawaida. Kwa hiyo, kadri umri unavyoongezeka, viwango vya homoni ya testosterone hupungua. Hicho tunakiita andropause, kama vile wanawake wanavyopata menopause. Kwa wanaume ni andropause. Pia, kuna hali inayoitwa andropause. Kitaalamu, tunaita hypogonadism ya kuanza kwa kuchelewa. Hivyo, hilo ni eneo moja ambapo unaweza kumtembelea andrologisti wako. Kama unakumbana na matatizo ya maambukizi ya zinaa kwa bahati mbaya bila kujua, kama umejihusisha na tendo la ngono bila kinga au hata ukiwa na kinga, kama una wasiwasi wowote kuhusu maambukizi, unaweza kupata msaada wa kutatua matatizo hayo kwa andrologisti wako. Kwa kifupi, watu ambao wanapata maumivu ya korodani, kuna maumivu ya korodani ya kudumu ambayo kitaalamu tunaita chronic achalasia. Hilo ni eneo lingine ambapo tunaweza kukupa mbinu za upasuaji wa kisasa kwa kutumia darubini baada ya matibabu ya dawa. Kama bado haitatui tatizo, tunaweza kufanya upasuaji mdogo wa kutumia darubini. Na kwa watu ambao tayari wamekamilisha familia zao na wanataka kufanyiwa upasuaji wa kudumu wa uzazi, tunachokiita vasectomy, ambayo ni taratibu rahisi hata ukilinganisha na tubectomy. Hiyo ni moja ya taratibu. Vasectomy bila kutumia skalpeli inaweza kutolewa. Na kuna njia mbalimbali za kisasa za matibabu katika andrologi ambapo tunaweza kushughulikia masuala yanayohusiana na uzazi pamoja na matatizo ya ngono na hata matatizo ya upungufu wa homoni ya testosterone yanayotokea baadaye maishani. Kwa hivyo, kwa kufupisha mambo haya yote, labda kama unakumbana na tatizo la uzazi au matatizo ya nguvu za kiume, au inaweza kuwa ni upungufu wa homoni ya testosterone, au inaweza kuwa inahusiana na saratani ya korodani au saratani ya uume, pia andrologist wako anaweza kufanya uchunguzi zaidi. Hivyo, wakati wowote unapokumbana na matatizo haya, unaweza kumshauri andrologist na kupata ushauri na kuchukua hatua kulingana na ushauri huo. Asante.